areas of Kenya fall under certain counties. Kila eneo la taifa liko kwenye county fulani. Na kila county Kenya iko na governor, kila county Kenya iko na speaker, kila eneo la Kenya liko kwenye under some ward, na kila county iko na budget. Na majukumu ya county ni kuendeleza maendeleo kwenye eneo la county. Tangu tuanzishe hizi hata kabla ya uchaguzi wa 2017, counties zimeendelea kwa viwango mbalimbali. Kuna zile zimesifika sana kwa kuwa na maendeleo mengi, kama sasa hivi Ukambani tunajivunia sana Makueni, na Kenya taifa zima tunaongea juu ya Makueni. In the last one kulikuwa na zingine zilikuwa zinasifika, na hiyo inaendelea tu, ni mambo ya government. But we still have security issues in this county. We have zero other problems of security. Where issues ya serikali ya taifa na serikali ya county kundu yosa mwananchi kundu nyumba yenye umiona anondu mai serikali muteo nijo kitu tukwetha na kendo kila kinenda tukisende hospital tuigethiu na kyo as we see it from the lenses siake tuikaundi rather than nation. Hii taifa letu kama nilivyosema, we got a new constitution. This constitution first, we came up with a repeal of whatever it was, ambaye ilikuwa wakati wa chama kimoja. Tukaruhusu mchakato wa vyama vingi. Political parties were formed, and many of them. When the political parties were formed, the Katiba gave even political parties rights to be funded by yourself as taxpayers. Lakini kuna upungufu ambaye umeonekana after every election. If we can go back those who were there during Kibuito time, kuna wakati vurugu iliendelea KCC, Kibuito akaulizwa nani alishinda, akasema mimi sijui. Remember that statement? It is a very famous statement. Kibuito said he did not know who won, but went ahead to declare a winner without knowing who had won. This is a very crucial matter kwa sababu vita vingi kwenye taifa letu vimepiganwa na hata kwingine kwa sababu ya nini? Ya uchaguzi. Vyama vinaanza na issue ya nominations, and I know all of you participate in those electoral processes. Nominations in Kenya have a problem. Kwa sababu vyama vingi, as I once said in Parliament, most of the political parties are personal political parties or family political parties. And they decide kwamba hata kufanyike nini, huyu ndiye atakuwa diwani, candidate wetu wa diwani Majengo. Huyu ndiye atakuwa candidate wetu Mutomo wa chama. Huyu ndiye atakuwa ndiye tunataka kunominate. Lakini wengine wote leteni hela zenu. Mtoe hela za nomination. Kila anayegombea udiwani 100,000, MP 200,000. Lakini uamuzi ushafanywa kwamba yule ndiye atakuwa mgombeaji hapa. Nyinyi mnaleta hela zinazolewa na zishachukuliwa, nomination inafanywa. Some of the candidates wanaweza hata akapewa box 2-3 akajipigie yeye mwenyewe kabla hajakutana na wale wengine, lakini wote wametoa hela. Sasa nomination hiyo inakuwa iko na shida, na ndio sababu kunakuwa na vurugu nyingi kwenye nomination za especially the political parties kwenye eneo. Unasikia mimi kwa kweli nimeibiwa kabisa, kwa sababu wengine walikuwa na polling stations ambaye hazikuwa advertised, wengine walipewa kura zao wakajipigia, mwingine alitangazwa tu. So that is where the conflict arises. And where does the conflict arise from there? Kwa sababu chama kina wenyewe. Kila chama kina wenyewe. Kwa hivyo, issue ya nomination is one of the areas that brings about conflict within our social structure. Kita kwenye elections. Sasa wewe umenyang'anywa hela zako, umeparticipate kwenye election ambayo is not free and fair,
most of the people end up jumping to other political parties, and that continues. When it comes to the election itself, there are weaknesses within IEBC, which have been talked about day in, day out. IEBC ni ile tume ya uchaguzi. Watu wengi huwa wanachukuliwa tu 2-3 days kwamba wewe ndio utakuwa karani hapa, wewe ndio utakuwa presiding officer kwa sababu umesimamia watoto vizuri kama headmaster au headmistress. Na hii sio mambo ya kusimamia watoto, ni mambo ya kusimamia uchaguzi na haki. Tunaelewana? Kwa hivyo kuna weaknesses fulani ambazo watu wengi wameona kwenye electoral processes, hata kwenye IEBC. And a lot was done. Kuna vitu vingi vilifanywa kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa wa haki na huru, lakini na sheria zimebuniwa nyingi. Nilipokuwa bunge, there was a issue of electronic versus manual voting. Electronic ni ile ya kidole chako kutambue kama mpiga kura. Hiyo likakubalika, lakini somewhere in the middle watu wakasema zinatumika zote, electronic na hii ya manual. Of course hiyo manual opens a whole Pandora box, kwa sababu ikiwa sasa hiyo manual ni manual, mimi naweza kupewa kura mbili kwa sababu najuana na karani ambaye anatoa zile stakabadhi za kura. Unaelewa? Mkiona watu wa fulani hao wapatie mbili na wewe unapigiwa na mmoja mmoja, si kwamba huyu kwa tayari ameshinda. Kwa hivyo there are issues that we need to be involved in, and I know these are difficult issues kwa sababu sisi tuko hapa Kitui na ni shida sisi kujireflect kwenye hao national issues. However, most of the problems, electoral problems, post-electoral problems, zinatokana na yale yanayopatikana hapa Kitui na mahali pengine. So there is the issue of the Electoral Commission, which haba uchangie. Kuna issues za kama nilivyosema inclusivity. Unaangalia kwamba kwenye ministry fulani kwa sababu waziri ni huyu wa kabila hii, hata watu kwenye hiyo ministry wanaweza kuongea lugha moja wakitaka kwa sababu si wanachukuliwa nyumbani wanapelekwa kazini. All that we are saying, and for as long as there is no inclusive government in any country, that becomes a contentious issue and a source of conflict, au source ya mvurugano kwenye serikali. So we like us to talk about those. But nafasi mkiongea juu ya kitaifa, nayo muangalie hapa kwetu Kitui yale yanayotendeka. The idea sio kukosoa mtu. Idea ni kusema this is what is happening. This is how we see this. Because whatever you say, itaenda kwa religious leaders, hawaogopi mtu. Wataongea waseme kwamba tulikutana na viongozi na hii ndio msimamo wao. Hata naambiwa kwamba viongozi wa kaunti ya Kitui wataparticipate sio kwenye hii washa. And we'll encourage you to be able to kuongea nao openly kwamba this is how we feel, because in any case sijasikia mmoja ambaye who is elected MCA here. Kwa hivyo you don't have that opportunity to be able to talk to the governor, you don't have the opportunity to talk to the speaker. You'll be able basically, hii mkutano ni yetu sisi tuweze kuongea juu ya matatizo yetu Kitui within those parameters. Mambo ya uchaguzi, mambo ya vyama. Na mambo ya uchaguzi it's very crucial kwa sababu mkichaguana vibaya kwa sababu chama ni cha fulani, then you have a problem throughout. Kama sasa ningepata kuwapatia example moja. One time I was in one country observing elections. And nikiwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Kitogo Imanyala, tulipigiwa simu saa 11 asubuhi na some of the political parties. Wakasema kura zimeibiwa hapa, watu wametishiwa. Na hapa tuko kwenye polling station moja ambayo kuna watu wengi kweli, lakini watu wameogopa kuingia kwenye kituo. Kauliza kwa nini? Sasa njooni muangalie. Ilikuwa taifa lingine, we were observers wa Africa Union. Tulipoenda pale kwenye gate kulikuwa na mguu wa binadamu umekatiwa hapa na huko na kiatu na socks umewekwa wapi? Hapo mlangoni. Mkapa hawezi kupitia hiyo mlango. Kuna Mkapa anapita hapo.
Hakuna. Mguu umekatwa na huko na kiatu na socks, kiatu kimepigwa rangi vizuri lakini ni mguu bila mwenyewe. Amewekwa kwenye gate. Tukaenda tukaangalia. Of course, unaweza kusema kwamba hiyo haihusiani na kura. Lakini wale watu wa pale ilikuwa inatakikana wasipige kura kwa sababu walikuwa wapigi kura kwa hiyo serikali. That was the idea. Reduce the level of voting that way kwa sababu kuna mtu ambaye hapo hana kura. And of course hiyo mguu ilitolewa baada ya masaa 6. So up to saa 7 nobody voted in that polling station. In other areas tukapigiwa, tukaenda tukakuta kwamba jeshi linatembea barabarani in combat gear. Ndege zinapita kwenye manyumba hapa juu hizi za vita. Of course nobody will get out. Of course after the elections we were there kwa sababu tulikuwa tumetumwa na Africa Union. Tuliandika ripoti yetu. Kabla tujamaliza mimi na kidogo tukaitwa Ikulu ya huko. Tukaambiwa kwamba mbona mmeandika kwamba uchaguzi wangu wa mzuri? Tukasema sisi tuliandika vile tuliona. Tukatoa example ya mguu, tuliona jeshi, tuliona mandege ya jeshi yanapita kwenye manyumba ya watu juu. Sema ilikuwa after 207. Jamaa akasema sisi nyinyi wa Kenya ni watu wa ajabu sana. Yaani mmechinjana baada ya kupiga kura nyinyi na sasa mmekuwa wataalamu wa kura. Mmechinjana. After 207 mmechinjana kila mahali. Now all of a sudden you claim to be experts on free and fair election. Hebu tokeni hapa. Unajua tulikuwa tunaongea na rais. Anambia mlichinjana. Mkaibiana kura. Sasa nyinyi mnakuwa tunasema sisi tunawakilisha Africa Union. Now of course tuliandika ripoti yetu na tukaenda. Lakini mshindi alishinda. Kwamba na mimi ni chairman wa Mutei sijui East Africa yote. Nikajua kwamba if they are not accept me, mimi naweza kwenda huko sababu hapo ni kwa nyanya zetu zangu. Ni kwa my grandmothers. You see, that's how African society is organized. We are organized around the family, alafu clan, alafu naenda mpaka geographical area. One of the biggest problems, and that emanates from the way we were colonized. We were colonized, sasa, under chiefs and whatever. Watu wakaenda shule, independence came. Those who had gone to school came back to their communities, wakasema tuchagueni sisi to replace mzungu. Hawakusema kwamba mtuchagueni tutawale pamoja. Hapana, to replace mzungu aende tujitawale. Walipochukua mamlaka, walichukua wao kwa madhumuni ya nani? Ya hao viongozi waliokuwa wamesoma. Lakini kuhakikisha kwamba pale mezani la taifa yeye anasikika, akienda kule anasema kwamba mimi naongea kwa niaba ya Wakamba. Na msipoongea na mimi vizuri, kwa kweli mtakuwa mmekosa Wakamba. Tunaona? Lakini keki anayokatiwa sio ya Wakamba, ni yake. Mwingine anaingia, mimi naongea kwa niaba ya Wataita. So that went from independence. And I don't want to talk about the history, how far we came that way. The problem now is because you have a constituency ambaye wewe na kulinda kama Mkamba, kama Mkikuyu, kama whatever. When you get into authority, lazima uchukue Wakamba chache, Wajaluo wachache, ndio kusaidie kufanya nini? Kuchunga lile bendera. Tunaona? Ukiwa pale mezani, chakula kikiingia, unachukua magunia fulani. And that's true. It happened and it happened. Ya mahindi na maharage hiyo unauza. Ukishiba unasema jamani Wakamba tunaonewa jamani. Lakini ulipouza ukugawana na Wakamba. Ulichukua ukaweka yapi? Mfukoni ukapelekea familia yako. Lakini ukishiba upelekea tunakuwa kuna kiongozi mmoja ambaye sitaki kumtaja kwa sababu yuko na mamlaka makubwa. Lakini kuna wakati alishikwa kwa sababu ya wizi, akapelekwa Kibera. Watu walimimino pale maelfu wakiimba tunataka mwizi wetu. Wanataka mwizi wao waachiliwe na Kibera Court. Tunakumbuka hiyo wale ambao yani mtu ameiba ingawa yuko na mamlaka kwenye serikali, akashikwa, akapelekwa
kisheria mahakamani akahukumiwa kwa sababu ya nini? Ya wizi. Amechukua constituency yake yote, imeenda wapi? Kibera Court, na wanaiba hapo. Tunataka mwizi wetu, tunataka mwizi. Ni mwizi wani? Kwa nani? Ni mwizi wao. Hili lilifanyika, na mimi sitaki kutaja huyo kiongozi kwa sababu tayari yuko na mamlaka na anapigwa kura na wale ambao walikuwa wanamtetea. Unasema wanataka nani? Mwizi wao waende naye nyumbani asifungwe. So the issue mtu mmoja alikuwa na, kuna mzungu mmoja aliandika juu ya corruption in Africa called Goran Haider. Alisema the biggest problem about corruption ni kwa sababu ya ukoo. Whether ni ukoo mliosoma nao, ukoo unao wa geographically mahali unapoishi, that's a problem. Even if you look right now, it is a fact. Nobody is arguing kwamba Kenya Power imepoteza mabilioni ya pesa. Si ni kweli? Nobody is arguing kwamba Kenya Pipeline imepoteza mabilioni. Hao wamepelekwa mahakamani. Lakini angalia, kwa sababu ukiangalia kila ya hizo shirika anapoingia mkubwa anaweka watu wao. Kwa hivyo wakishikwa, jamani, sisi tunamalizwa. Angalau wewe ya kuhusuje na mwizi huyo alipoiba hakukunulia hata kilo moja ya sukari. Mnanielewa? So the biggest problem is sentimentalism. Hii kwamba watu wanaiba. Sasa mabilioni ya pesa ikibiwa Kenya Pipeline, Kenya Power. Lingine ni gani? There are so many of them. Huh? Sorry? Kenya Airways. Kenya Airways iko. Lingine? Huh? There's no serious sport. Huh? NHIF. NYS. So you have all these good examples. Yeah, Umadam, Goldenberg. Sasa hizi vitu sisi tunaziangalia kwa mbali. But you don't know that the man that was lost in Goldenberg, the man that was lost in Kenya Power has a direct relationship to kama wewe utakula chakula jioni, kama utapitia barabara nzuri. Kwa sababu taifa litatoa wapi pesa ikiwa zote zinaporwa na zinakuwa privatized kwa watu fulani? Tutatoa wapi pesa ya kutengeneza hiyo barabara? Lakini akishikwa mwizi, mnasema huyu ni wetu. Kwa kweli sisi tunaonewa. Unaona sasa hii serikali tunaijua tu kwamba haitupendi. Ukiangalia mtu anayesema hivyo, hata kiatu yake iko hivyo. Hii serikali haitupendi. Sisi tunagandamizwa kabisa na hii serikali. So the issue is, what is it that we can do as Kenyans? Tutoke kwenye hii issue ya mwizi wetu, tuwe tunaangalia vitu objectively. Kwamba huyu ni mwizi, hata awe mwizi wa nani, aliiba na kala peke yake, halibiwe peke yake. I remember one time His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta said, tutakuwa na kuangalia vipi watu walipata hela zile wako nazo. Unaangalia mtu hajawahi kupata mshahara ya milioni 1, lakini yuko na bilioni 10. Hajawahi kupata milioni 1 kwa mwezi, lakini yuko na bilioni 10 property. So najiuliza, huyu mtu ni nini amefanyia Mungu kweli akawa amebarikiwa kiasi hiki, kwamba anakuja na pesa? Yaani kila Jumamosi au Jumapili hela anazotoa ni zaidi ya mara 2 ya mshahara wake ya mwezi. Watu wakiuliza hiyo swali, hapana jamani, tunaonea huyu mtu kwa kweli kutoa sadaka. Si anatoa sadaka jamani hii. Si anatoa sadaka, kwani kuna ubaya gani kutoa sadaka? Si huyu mcha Mungu kabisa. Si uliona alikuja kanisani kwetu akatuletea basi na box 2 ya pesa hiyo milioni 3. Sasa shida kanisa ilipata, shule ilipata.
madawa yalipatikana yakaenda kwenye hospitali ambayo mnatibiwa nyie. So the issue is, let us depersonalize, let us detribalize mambo ya corruption. The handshake, the dialogue that is being promoted right now, which emanates from the dialogue, from the handshake between our two principles, ni kwamba we must do away with corruption, au kama taifa tutafanya nini? Tutaishi. Sasa tungekuwa na watu ambaye watu kama 100, tuseme 1000 ambaye wako na bilioni, who are billionaires, you know there will be nothing left hata ya kulipa walimu. Kwa sababu unajua taifa, the country does not get money from any river. Inatoka kwenye nini? Kuzalisha kwako. Ukilipa umeme, inapata pesa ya kupatia mwingine umeme. Sasa hivi, I know as a former member of parliament, there is less rural electrification. You know the reason? Pesa iliibiwa yote. Kenya Power haina pesa. Tulienda tukanunua, you know what you call them, transformers kutoka India, ambayo ilikuwa inafanya wiki ngapi? 2 inalipuka. Sasa itawezekanaje sasa na wewe upate umeme kwa sababu hakuna hela? So issue ya corruption is something that you should discuss seriously. I don't want to come to Kitui kwa sababu nyinyi ndio wataalamu wa what happens in Kitui County. Mimi sitaongea juu ya hiyo sana, lakini as long as we are in Kenya, some of these things could affect us in Kitui. And I would like to see you talk about how that may have happened or is happening in Kitui. Nimesikia mmoja ameongea juu ya Umanda, that's a government institution. But remember, maendeleo ya counties, sasa hivi, majority of the things are being done by the counties, including revenue collection. Nimesikia mama mboga wako hapa, si mnalipa kodi kwa county? Si lazima mlipe? Government is giving counties, starting from the smallest, Lamu County, I think gets about 2 billion. Na ni majukumu ya Lamu County kupatia watu wao dawa, kutengeneza barabara ndogo ndogo. And that's the same with us. Ile ningependa ni kwamba mzungumze haya, sio kwa kukosoa mtu, lakini kuhakikisha kwamba mnaongea juu ya michakato ambayo mnaona tukipitia, tuwe kwamba tuko na serikali ya county ambayo inatusikiliza sisi, inaangalia matakwa yetu, inahakikisha kwamba hela zikitokea, budget ikitoka, kila eneo na kila watu wanapata haki yao. And as I said, mimi sitaki kuingia hiyo kwa sababu nyinyi ni wataalamu kuliko nani. Mimi in any case nimesikia wengi wenu wanatoka tu hapa town. Mimi kwetu ni kilomita 150 kutoka Kitui town. I belong to Kitui. So, I'm one of you. Yes. But all that I'm saying is, we need to look objectively. Kwa sababu, tusipoangalia, kama sasa, I know for a fact, ingawa hiyo sio issue ya county. If nothing is done about food, kwetu, kuna watu watakufa njaa by the time tunavuna. Inclusivity hiyo ni kwa kuongelea juu ya wanawake wa get included in leadership na in governance. Katika corruption tumesikia makosa mengi, na mimi ningependekeza hivi, kwa sababu sasa tuko kwa county level, tuanze na approach inayoitwa bottom up approach, ili tuanze huku mashinani kujaribu kumaliza corruption. Ndio tukipanda katika maofisi yale mengine itakuwa rahisi kuliko kuchukua mwelekeo wa kumaliza corruption toka national level. Ile ingine nilikuwa nataka kupendekeza ni hili. Hayo makosa yote tunayasikia, na judiciary haijatutendea haki kama wananchi. Tunataka tuanze hapa Kitui kwetu, tumalize makosa yale kwa wale watu wetu, tuwasamehe. Na waitwe katika washa kama hizi, tuwaambie
wamepewa amenity ya muda, walipe pesa ili tukabu makosa ya mbeleni na tuanze upya na viongozi wale wako. Ningependekeza hivyo. Asante sana. Karibu sana. Tupigie makofi. Haya. Sasa kabla tujaendelea sana na hili la corruption, kabla tujafikiria juu ya corruption inayotendeka Kenya sasa hivi, sijui sijasoma Quran sana, lakini najua kulikuwa na mtu mmoja alikuwa mfupi sana wakati wa Yesu. Alikuwa anaitwa nani? Aliyepanda mti. Zakayo alikuwa mtu wa ushuru. Kazi yake ilikuwa kuchukua ushuru. Tax collector, sio? Na alikuwa anaenda anachukua ushuru kwa huyo mzee, anamwambia vile navyoona unamtolea Kaisari ng'ombe 5. Mzee anamwambia lakini sasa umenibana sana bana, unaona hizi ng'ombe sina hata nyingi. Anamwambia basi toa 2 zije kwangu alafu moja ende kwa Kaisari. Hiyo ni corruption. Na hiyo iko kwenye wapi? Kwenye Biblia. Kwa hiyo kitu mbaya imetokea sasa hivi. Na yeye alikuwa mtu mkubwa. Lakini si ndio? Na hiyo kwenye Biblia bishop, si ndio? Lakini Biblia isemi hapana. Biblia inasema kwamba Zakayo alikuwa mtoa ushuru. Alikuwa na collect ushuru. Na alipofuata Yesu akaambiwa ni arudishe ile ambaye amenyofoa kwa watu. Arudishe ndio hao msafi aendelee kufanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo corruption inaanza sasa. Kwa hivyo hajaanza sasa, ni kitu ya zamani. Judas alipoulizwa, huyu Yesu tunampata namna, akasema mkinipatia kidogo nitawaonyesha kwa. Ndiye alikuwa treasure, akasema mkinipatia kidogo nitawaambia mahali atakapokuwa leo usiku ndio mpate kumwahi vizuri. Hiyo ni corruption. Kwa hivyo haijaanza sasa hivi. Lazima tutafute mbinu na njia za kuidhibiti ufisadi. Unaelewa? Kwa hivyo ningependa tuendelee kidogo alafu tuingie kwenye mengine. Habari zenu. Kwa majina naweza sema ni mchungaji Grace Tet. Lakini nimekuja hapa kuwakilisha Chamber of Commerce. Inaitwa watu wa biashara. Watu wa biashara, na biashara yangu iko mwingi, hata ingawa mimi ni mkaaji wa hapa Kitui, lakini biashara yangu ya dawa iko mwingi. Na sana sana tunapoongea tunaona yule mtu anaitwa Kikamba, alama tetu ya Kikamba na utamani niengo bulani ya Kikamba. Katika corruption yandika na transparency table, mundu na umia pyo ni mundu wa biashara. Mundu usu niweza wabatwike ya kinyi atekwenda utwika kinyi nundu edhani twatwika inakuja sasa. Kama wakati mwingine tulikuwa tunalipa rates nyingi kuliko Kitui. Ni 3 years ago mwingi iko Kitui, lakini mwingi town, hiyo eneo inaitwa Laja Mwingi. Ilikuwa tunalipa ushuru mwingi kuliko watu wa hii Kitui ndogo. Tunaita Kitui kubwa hii. Capital. The former Mwingi and the former Kitui tulikuwa tunalipa higher rates than it was not generalized, and it took the charge. It took a few pastors and a few referents, me included. Na tukasema hapana, watu wameshindwa, watu inalianza hata wakati wa county government. Na ikapita kwa munipatie nafasi kidogo tu, because for the chamber kuna point ile niliambiwa at least nipeane, because watu wa biashara ndio wanahusika na magendo sana. The most corrupt ikifuatwa na kanisa, because mimi ni mchungaji also.
Okay, so so wakati watu wengine walikuwa wanaongea, ulikuwa wanaonekana ni watu wa siasa, lakini wakati a few of us in the church tukaunganisha wale watu wengine, tukasema, mimi nilikuwa inaitwa secretary general pastor, mdogo wangu reverend, sasa inakuja tunakuja Kitui na wanaona hiyo kila kitu kilisimama, tukakubalika na kila kitu kikaenda up the other way round. Nilikuwa nalipa license ya chemist yangu 15,000, Kitui wanalipa 9,000. From that time wanalipa hapa 12,000, mimi nalipa 7,000. Gari ilikuwa inalipa, I'm saying how the church, if it wants, not the church, tuseme watu wa faith, inaitwa faith. What? Faith based, iwe ni Muislamu, iwe ni Muhindu, mkiwa kwa mstari wa kwanza, serikali inaheshimu watu wa faith based. Sijui kwa Kiswahili inaitwaje mkisema faith, wa imani. Yes. Na haikuchukua siku moja, the following day silienda the other way round. Simba kocha alikuwa analipa 150 mwingi, akifika Kitui analipa inalipa 100. Si ni gari moja. Because of the church, it changed within one day. Kusema hiyo nilikuwa nataka introduction hiyo ya kwanza ya kuonyesha vile kanisa mko na uwezo, vile Waislamu watu wa imani mko na nguvu, mnaweza badilisha kitu vile mama amesema. Wacha tusianze huko juu sana, tuje hapa Kitui. Si kama tunaelewa. Mimi nasema hivi, security force zetu ile strategy ya ku recruit iwe harmonized. To Mr. Moderator, I think we have security and also we have insecurity. I think we'll come there also. Thank you. Yeah, okay. Issues za polisi zimeenda another level. Kama kuna DNA. Asante. Naitwa Ezekiel. Kutoka ukienda nchi kama Israel utapata ya kwamba ijapokuwa ni nchi inayotishwa iko na security 100%. Israel imepakana na Misri upande mmoja, upande wa pili imepakana na Palestine na wale wengine. Na Israel huwezi ukapata maofisa wakiwa kama Misri. Misri mnaenda na escort ya maaskari kila mahali. Israel hamwendi na escort kila mahali. Kwa sababu gani? Maana culture yao wanajifunza security tangu awali. Tungesaidika kama mawazo ya security yangeingia tangu watu wakiwa wandogo. Kama kungekuwa na njia ingeingia kama curriculum mwanzoni kabisa, ili watoto waanze kujifunza mambo ya security, na hata wakiwa watu wazima watakuwa na security. Number 2, security issues zinacreatiwa na insecurity. Na insecurity inaweza kusababishwa na hofu na uoga wa bure. Kwa hivyo hiyo kuogopa ya kwamba kuna insecurity ni insecurity by itself. Kwa sababu utaona ya kwamba mtu ameweka maaskari kwa gate hili, lakini nyumba kwake ndani anakosa kuweka net, ataumwa na umbu na apatikana na mambo mengine. Kwa hivyo if you can deal with insecurity, security cannot be an issue, and if you deal it within a early age, itaingia kabisa. Tuangalieni chama hili inaweza peleka Kenya mbele. Kitu kingine kama hapa Kitui County, kwa mfano Wolia akisimama MCA hapa atapewa, utasikia mnapea mtu ambaye sio kabila yetu nini MCA. Tuacheni hiyo. Ikiwa Mjaluo amesimama apewe MCA, ikiwa ni Wolia amesimama apewe MCA ikiwa anaweza. Asante. Utaona watu wa Uganda
wanaongea na upole, mtu anakunyenyekea. Lakini hapa Kenya kuna ile kitu tunasema ni arrogance. Ukubali hivyo. Sisi tuko arrogant sana. Hata ukiongea na mtu, unaongea na mtu sijui ni kama nini, na unauliza wewe ni kama nani. Sasa kumaliza ukabila ni tuende kila mahali, tuingiane hivi, tusiwe unakaa Central, utoki Central, unataka mambo ya Kalundu, unasema mtu akitoka huko kwingine akiingia hapa mjini atatoka hapa akiwa maskini. Hiyo ndio inaendelea, ndiyo ndio inatumaliza. Mengai toko daida mengai mulale mengai oh mengai oh I love you Jesus, you are my savior. 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 I love you brother, you are my savior. I love you Jesus, you are my savior. I love you sister, you are my savior. I love you Jesus, you are my savior. They want to use it as power to position, creating a position, also so that you know when the current elections, the president is so the leader he has no right now he says that he hasn't. So do we still there's a forum where you don't want to in that line of the need. And then tukasema sisi hapo pengine mwisho hapa kuko action by other stakeholders. Sisi wote kama leaders wenye tuko hapa, we volunteer to create awareness amongst our communities. Kama kuna jambo lolote serikali ya national ama ya county ingetaka kujulisha watu wake, tu volunteer sisi wenyewe. Si kila wakati za zote tunataka kulipo. Unajua most of us ukitaka kufanya kitu fulani lazima ulipe huyo mtu to volunteer. Alafu pia mainstreaming of security matters in public barazas, churches, mosques and other areas of gathering. Hii issue ya security tuifanye kuwa ni kama jambo letu kila siku. Kina mama wakienda katika zile chadhi za kule za wamama wanaguzia mambo ya security. Wazee pia wakikutana wanaguzia mambo ya security. Kanisani, pastors, hata mosques, imams pia wanajaribu kusensitize amongst their faithfuls in mambo ya nini, na pia hizi za chief pia asaidie kufanya mambo ya security, sababu security ni ya sisi wote, si ya watu fulani. We said we have got an equal distribution of resources. How is this bringing the inakuwa hakuna peace within the county? So to the lengo which is required, we said a lengo entity is to be formed within the county to ensure that whatever the citizen, that is the Musangis, are saying is implemented. So through the agency, they will be able to follow up what the Musangis have said is what is being done. Nepotism, it is not something that is ni kitu ilitoka kitambo. Tribalism ilitoka kitambo. So we can't just say ni kitu imekuja saa hii. So what should we do? You find that
Ukiangalia kama mtu amekuwa the minister in a certain place, anaweka watu wa kwake. That is what we call tribalism, si ndio? Tukiangalia about section C, kitu kama hiyo, unapata kama ni side moja inategwa ingine, unaona? So we as the stakeholders, we should preach for the peace. Constitutional performance and government. Kile kingine ni proper utilization of funds at county level. Proper utilization. Wakipata ile pesa yenye wamepata watumie vizuri. Just read it. Read it. Read. So tunaendelea na okay, sawa. Kile kingine ni to increase and effective public participation from county to grass level. Wao wanafanya participation. Just read it. All inclusive public participation, but not their party leaders or their chairmans. My name is Peter Kilonzo, Alliance Tangawizi. Nimechaguliwa, nitachanganya lugha zote mpaka kama times. Nimechaguliwa ward number 370, and ward is the last ward. Who that one here must one day. Kwa hivyo ni mbali sana na Kitui. Na ile ingine iko mbali kabisa na Pawani huko ni Tharaka. Na climate inatoshana. Nimesikia mmeongea maneno mengi. No. Kwa maana mimi ndio kinara walio wengi bungeni, nataka nianze mbali. Nataka nianze kidogo, sitachukua muda wenu mwingi. But just to explain kazi ya bunge kidogo na ya executive na mahali wanakutana, maana na ndikuwa kitu mkulima ando mandoma ngeli tena tukimunokiwa kile kalukio wengine but no ni mimi mmoja mwana, kwa maana chenye nafanya ni tofauti na chenye nafanya. Tunaweza kuwasiliana kwa simu, tunaweza kuwasiliana kwa barua, lakini wenda ukawa hatuwezi kuonana, manake hakuna program yake na mimi ninametana tarehe yako. Now, having said that, serikali ya Kitui imeundwa, kuna walio wengi bungeni ambao wamekaa kitengo cha upinzani na walio wachache ndio wameunda serikali. Chama ambacho kimeunda walio wengi ni chama cha Wiper Democratic Movement. Nayo serikali inaongozwa na NAK. Kwa hivyo nakuta walio wengi wamekaa upande wa upinzani. Na unajua tunasema English people wanasema, yuni English amani waenga, they say majority will have their way, minority will have their say. But now, ukiangalia katika mchanganyiko wa serikali yetu, unakuta ya kwamba if the majority decides to have their way always, we can harm the minority na wale watu ambao walituchagua. So we have to balance, to look like, although we are in opposition, we have to reason like we are in the government for the sake of the electorate. For the sake of the electorate. In the normal circumstance, the minority have their say. In the normal circumstance. But this is a circumstance where the majority can have their say at the same time, have their way.
Now, having said that, kazi ya mheshimiwa, sisi kazi yetu ile tumepewa, kitengo chetu kikubwa sana ni oversight, na ile ingine ni kwa sheria ni representation. Sisi tunakuja, tunasikia maslahi ya mwananchi, na tunatoka pale, tunaenda kwa mbunge. Hata we don't go to the executive tract, tunakuja kwa mbunge, tunaitungisha sheria, alafu tunaambia this is what we are saying and this is what our people say. Kitui generally is a very peaceful place. Huku usikii mambo mengi sana. Tukimalizana na siasa tunaenda straight kufanya kazi, na ndio sasa tumeanza. Lakini kwa sababu tunataka Kenya tuwe kitu kimoja, mambo ya maendeleo, mambo ya development, ndio ningependa, na nilikuwa na mkutano kidogo hapa nyuma tangu niingie niseme hii. The other day I was speaking to the president and the president of the prime minister and the president himself, and I say, let us have reason for supporting this impressive, because the reason that we are supporting this impress movement and impressing and supporting the BBI Building Bridges initiative is because we want peace. But peace must be anchored on justice. And I know Catholics have got justice and truth. That is something that Catholics always have. And I think this is what we want to see this dialogue anchored on. Justice, fairness, and the sharing the resources of this country in a way that inafikia kila mmoja huko nyumbani mashinani. Kwa sababu watu hupigana saa ile unaona, au wanagombana saa ile unaona, wengine wanakula, wengine watoto wao wanaenda shule, wengine wana pahali ya kulala, lakini wengi unaona ni wale wanakaa tu hivi, hawana kazi, hawana chakula, hawana maji, hawawezi akatibiwa. Na ningependa kusema tutafute ile msingi, the foundation, ile itakuwa very far. Tuseme tufanye hii na hii na hii, ili hii building bridges is firmly founded on a foundation that kila mmoja anaelewa. Na hiyo ndio maana yake devolution. Kwa sababu vile tulipigania tuwe where we are today na devolution, kwa tunasema tunataka resources zitoke juu. And then when you get those resources, we are also guided by what needs to be done with those resources. Now the things that need to go to those resources devolve the functions of government include mambo ya chakula na maji, mambo ya matibabu, dawa, mambo ya elimu ile ya msingi, ECD. Hiyo ndio mambo ile iko kwa devolution, na kusaidia youth na kufanya kidogo kidogo, lakini kuko na maendeleo ile ingine inatoka juu ya pesa mingi. Kwa hivyo hapa chini kazi ile tumepewa ni tuangalie mambo ya chakula, mambo ya maji, mambo ya matibabu na hospitali yetu. Na hapa mimi nikifanya campaign in 2017 na nilienda sana kaunti yetu yote, na wengi wenu hapa hamujui size ya kaunti hii ya Kitui. Hata mimi siku ile nilianza sikuwa najua kwani ni kubwa namna hiyo. Sisi Kenya yote, we are third largest county Kenya yote. Size yetu naandika ili kutoka hapa ujue the size of Kitui County. We are 30,000, na hiyo itakaa mpaka tukate chini. We are 30,496 square kilometers. 30,496 square kilometers. Hiyo ni kutoka Kaningo, Usweli, kupita upande ya Yata, Zambia, kuenda upande wa Muguanima in Kitui South, and now
upande wa east, yote Kitui mpaka hapa Central. Hiyo ndio site ya Kitui, na nilitembea sana na niliona mwenyewe, na shida ile kubwa niliona ni shida la njaa, shida la maji, ni shida ya matibabu, watu wakiwa waweza wakatibiwa. Na nikatengeneza ajenda yangu ya kaunti ya Kitui, na nikaenda kwa watu nikawaelezea, nyinyi mkinichagua nitafanya mambo matano kwa miaka mitano. Na nikasema ya kwanza, tupate chakula na maji, food and water, liu na kiu. Ya pili nikasema tutakuwa na matibabu, healthcare. Ya tatu nikasema tutakuwa na kuelimisha watoto na kuwasaidia wale hawajasoma wa develop skills ili waweze kupata kazi. Ya nne nikasema tusaidie kina mama wapate kufanya biashara. Ya tano nikasema wealth creation. Nimeangalia sana na nimefanya uchunguzi na research, na nikaona sisi watu wa Kitui ndio wale tungekuwa tukisaidia national government na mali, lakini for not knowing, sisi tunajua tuko maskini, na sisi tunajua there is nothing we can do. Kwa oye, Mungu saidia, lakini Mungu amepatia sisi watu wa Kitui more than any other county. Lakini kila siku tukiangalia hatuoni chochote. Rate is 80%. Now we have these brilliant ideas to generate funds for the county and get money. Is there corruption in Kitui County like it is in Kenya? And if there is, what measures is the government taking to fight corruption? Because we can generate a lot of money, we can generate a lot of wealth, but this wealth goes to a few people. So what measures is government taking to fight corruption in Kitui County? Thank you. CAPC participants from group ambassador. Nena Kikamba. Koya ground netwelana public participation. Public participation yengwa project ila sumaswa tisosuka imokwekwa ground. Eno ila umete kwa executive kanani kwa MCS alama change ya kila public ya wenda na keli adwala mera ama kusishwa katika ground na ila nikuka kulong maita wa poka anu tuto maneja ujende ground kila kiende na kwa namba Madam Governor aide na ndoto siya tenzeo ground kudia ni wanai na thank you. Okay, sir. My question goes to Governor, and it's just like a recommendation. First and foremost, I want to thank our Governor because as per now, we have the information that she has a public participation task force on the ground, which is being trained to come to the ground and maybe educate our people on how to deal with issues which are affecting us. Now, my question is, what about civic education? We used to have civic education, and mostly we have it when maybe we have elections. Now, my kind request is we want this civic education to continue, to be a continuous exercise. Now, and because now our governor is a very able leader, I know she's going to assure this. So, Madam Governor, we ask we the people of Kitui County to have civic education. Nikwithia zile zile kula ground za kueleka and what information yitero nikwithia kusuzura kula ground ona kwa tukwete kwa information mbingi iteyawo nikwithia twizine za kila kweli nikwika na kila kile ndiko kama tuni mo ko we request with a good task force, civic education task force on the ground nikananga yelesie and wasi bila mwenye faithful people who are entrusted by the information. Chances should be offered equally to all people in the county. Thank you. On corruption issues, I can tell you from my office that
People are talking about corruption. And I can only tell you, I know about corruption when I find someone has done the wrong thing to make money for himself or for herself, money that should have gone to a project. If I find you have done that kind of a thing, that is corruption. However, let me also warn you today and tell you what we have been witnessing. The tenders that we give, you find that there are about 15, 20 people who apply for tender. One road, one water project, one something. Only one person wins that tender. The remaining 14 run on one thing. Mundu anengwa, mundu nuangani. You know we 15 project ni mwe. In corruption issues, per account, I check to make sure that mundula waile kunengwa tena ninaona ni matia and lay down procedures. In the morning, the corruption. But come back to a place like my Minister of Health. Minister of Health, give the mama itu, or to the woman, Nima Collude, Yanagi, more was a mommy and away soon, Matikuta. Once I get them, we always take them to police. We follow the law. So when you hear corruption, 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 don't even think it. Once I see it, I attend to it. National government, President Uhuru Kenyatta is also dealing with it. So I think we and you, please start with you, where you see there is corruption. Because, for instance, new mutumea, new nangalia ambulance, that is a very bad corruption. Because governor will not be there, it is you. We must all join hands. Kanoke the tinga ya serikali. Yoele mwende mweme ya balabala. Noile ya yumwe mauta, mundu akate mauta. That is corruption. It is we, all of us coming together to make sure siku na mwingasi hii ni serikali. This is serikali ni sisi. It is public resources. So that's what I can say about corruption. Kikoteki, you asked how they were appointed. We went to all these MCS and told them we are going to have the first batch of 120 who went for training. We got 106, 120. We got 4 and 1 from each ward. That everybody is represented in Kikoteki. I don't know what's about Kikoteki. Is it you? Yeah? Yeah. So we went out there and asked for young people. Then we had another lot that we also trained. Total, we have about 350 trained. We started with 100 of them who are trained earlier. Now we are going to put the next batch. Not to have more one, and we are going to be doing it for 2 programs. So we'll have 2 shifts, and they will all be working there. But my plan is to have another Kikoteki in the Mwingi and another Kikoteki in Kitui, Utomi.